Shauri la uhaini namba 19605 la 2025 dhidi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu leo Agosti 28, 2026 linaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, ikiwa katika hatua ya uwasilishwaji wa ushahidi wa mshtakiwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru. Ijumaa ya Agosti 21, 2026 Tundu Lissu alikutwa na kesi ya kujibu, ambapo alipewa nafasi ya kujitetea na akatumia nafasi hiyo kuwataja mashahidi wake ambao wanapaswa kusimama mahakamani hapo kwa ajili ya kumtetea kwa kutoa ushahidi wao. Miongoni mwa mashahidi ambao Lissu aliwataja ni pamoja na Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Philip Isdor Mpango ambaye ni makamu mstaafu wa rais, Kassim Majaliwa ambaye ni waziri mkuu mstaafu, pamoja na baadhi ya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Pia aliwataja baadhi ya viongozi wa chama chake akiwemo makamu mwenyekiti wake John Heche, katibu mkuu John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Golugwa na Brenda Lupia kama mashahidi watakaosimama upande wake wa kumtetea, akiwemo na yeye mwenyewe Tundu Lissu. Ijumaa hiyo majaji walianza kusikiliza ushahidi wa utetezi kutoka kwa mshtakiwa, ambapo ushahidi wa kwanza ni Tundu Lissu mwenyewe ambaye alijitetea mwenyewe katika kesi hiyo. Alianza kutoa ushahidi wake wa kujitetea. Leo Tundu Lissu kama shahidi wa kwanza bado anaendelea kujitetea na kutoa ushahidi wake wa utetezi, na atakapomaliza ataendelea mashahidi wake wengine ambao ni viongozi aliowataja wa chama hicho. Hata hivyo, kuhusu suala la viongozi wa serikali ikiwemo rais kusimama mahakamani kwa ajili ya kutoa utetezi kwa Lissu, upande wa mashtaka kwa maana jamhuri walipinga vikali suala hilo, ukisema upande wao walishamaliza kutoa ushahidi, hivyo si jambo la busara kumtumia wito wa kufika mahakamani rais ili atoe ushahidi, ingawa Lissu alipinga vikali pingamizi hilo akidai kuwa sheria ipo kwa yeyote. Kwa hiyo ndo hivyo, kesi inaendelea kusikilizwa muda huu ambapo Lissu anaendelea kutoa ushahidi wake na kujitetea, ambapo kuhusu pingamizi waliloweka watu wa jamhuri bado majaji wanaendelea kulipitia na wameahidi kuja kutoa uamuzi kuhusiana na swala hilo. Hapo ni kwamba unatego kuamua kusema kwamba hawa na wataka wamelinyima mwenye juu, maana yake mtu akae miezi mingine 6 kama walivyokata.